Katika shule ya sekondari ya wasichana ya Kibo kulikuwa na bweni lililoitwa bweni namba 3. Nyuma ya bweni hili kulikuwa na matundu ya choo cha zamani, choo ambacho hakikuwa kikitumika sana wakati wa usiku. Sababu ya choo hicho kutelekezwa haikuwa ubovu wa mabomba, hapana, ilikuwa ni hofu. Hofu hii ilisindikizwa na kusambazwa na mwanafunzi mmoja mrembo na mchesi sana. Aliyeitwa Sozi. Sozi alikuwa ni binti mwenye rangi ya maji ya kunde inayong'aa, macho makubwa ya kuvutia na tabasamu ambalo halikuwahi kumtoka usoni mwake mchana kutwa. Alikuwa ni kipenzi cha walimu na wanafunzi. Lakini Sozi alikuwa na jambo moja alilokuwa akilisisitiza sana kila siku kwa wasichana wenzake ambao wanakaa bweni namba 3. Sozi alikuwa akiwaonya wenzake kila jioni kabla ya kulala, huku uso wake ukijiwa na hofu ya kujitengeneza, akiwaambia wenzake kuwa wasijaribu kabisa kwenda kwenye choo kile cha nyuma ikifika saa 8 usiku. Akawaambia kuna majini kule na yeyote atakayeenda kule usiku hatorudi akiwa mzima. Kwa kuwa Sozi alikuwa akiaminika sana, wasichana wenzake wote waliingiwa na uoga mkubwa. Ikifika saa 8 usiku, hakuna mwanafunzi aliyethubutu kusogeza mguu wake kuelekea kile choo, hata kama alikuwa anabanwa kiasi gani. Wote walitumia ndoo ndogo ndani ya bweni. Lakini lengo la Sozi halikuwa kuwalinda wenzake, ule ulikuwa ni ulaghai wa kiakili. Sozi alikuwa anawatisha ili asiwepo mtu yoyote wa kumuingilia katika shughuli zake za usiku. Kile choo hakikuwa na majini, bali kilikuwa ni uwanja wa madhabahu yake ya giza. Sozi hakuwa binti mwema kama walivyokuwa wanajinasibu. Alikuwa ni mchawi nguli, kiumbe cha giza kilichojificha ndani ya ngozi nzuri ya kibinadamu. Katika shule hiyo alikuwapo pia msichana aitwaye Mary. Mary alianza kugundua vitu vidogo vidogo visivyo vya kawaida kumuhusu Sozi. Kwanza, Sozi hakuwahi kuoga mchana kweupe na wasichana wengine. Pili, usiku wa tukio, mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Upepo mkali ulikuwa ukipiga mabati ya bweni na kusababisha kelele zilizoficha sauti nyingine yoyote. Mary alishtuka kutoka usingizini. Majira ya saa 8 kamili, kibofu chake kilikuwa kimejaa, alihitaji kujisaidia. Taa za bweni zilikuwa zimezimwa, isipokuwa mwanga hafifu sana wa taa nje uliokuwa ukipenya kupitia dirishani. Wakati Mary anajiandaa kushuka kitandani, alisikia sauti ya ajabu ikitokea kwenye kitanda cha Sozi, kitanda kilichokuwa hatua pili kutoka katika kitanda chake. Ilikuwa ni sauti inayofanana na mtu anayevua nguo iliyombana sana na kuloana maji. Mary alijizuia kupumua, alijisogeza taratibu na kuchungulia kupitia tundu la chandarua chake. Kwenye kiza hicho hafifu, Mary alimuona Sozi akiwa amesimama kando ya kitanda. Sozi aliinua mikono yake na kuanza kuvuta kitu kutoka kwenye shingo yake. Mary alizani ni sweta la kumbana, sweta ambalo lilikuwa limemshika sana mwilini mwake. Lakini kadri Sozi alivyokuwa akivuta kile kitu kuelekea chini, sauti ya nyama ikibanduka ilikuwa ikisikika waziwazi. Sozi alikuwa anavua ngozi yake. Mary aliganda kwa hofu, macho yake yalipanuka huku mapigo ya moyo wake yakipiga kwa nguvu kiasi cha kuhisi kifua kinataka kupasuka. Alishuhudia Sozi akivua ngozi ya mikono yake, ikifuatiwa na kiwiliwili na mwishowe miguu. Kile kilichobaki kusimama pale hakikuwa binadamu tena. Kilikuwa ni kiumbe cha kutisha, chekundu tupu, chenye misuli iliyo wazi, mishipa meusi iliyosambaa mwili mzima, na kilikuwa kinadondosha matone ya majimaji yenye harufu ya damu. Kiumbe hicho kilichukua ile ngozi ya Sozi, kikaikunja haraka haraka kama nguo chafu,
na kukisukuma chini ya uvungu wa kitanda. Kisha kiumbe kule kilichukua shuka kubwa jeusi, kikajifunika gubigubi na kufungua mlango wa bweni kimya kimya. Kisha kikatokomea kwenye giza kuelekea kile choo cha nyuma. Kwa dakika 5 mfululizo, Mary alishindwa kumeza mate. Mwili wake wote ulipooza kwa hofu. Alitaka kupiga kelele, lakini sauti iligoma kutoka. Akili yake ilikuwa inabishana na kile alichokiona. Akawa anasema, labda ninaota, labda ni ugonjwa wangu wa kuona maluelue. Mary alijipa moyo wa uongo. Kusukumika kwa udadisi wa hatari, Mary alishuka kitandani kwake kwa miguu inayotetemeka, akitambaa sakafuni mpaka kwenye kitanda cha Sozi. Giza lilikuwa nene, hivyo alitegemea hisia za mikono yake. Alinyoosha mkono wake chini ya uvungu, akitafuta kile ambacho Sozi alikuwa amekificha. Vidole vyake viligusa kitu. Mary alitegemea kuhisi kitambaa cha pamba au hariri. Badala yake, mkono wake uligusa kitu laini sana chenye joto la ajabu na kinachonata damu nyepesi. Alikivuta kile kitu taratibu na kukitoa nje ya uvungu. Akiwa anatetemeka kwa kiwewe, Mary alichukua simu yake ya mkononi aliyokuwa ameiweka chini ya mto, akawasha taa. Aisee, hapo nduru ilitaka kumtoka. Alichokuwa amekishika ilikuwa ni sura ya Sozi iliyokuwa ngozi tupo halisi ya binadamu, ikiwa na nywele zile nzuri za Sozi ambazo wasichana wengi walizisifia. Macho ya ile ngozi yalikuwa matupu, matundu matupu. Midomo yake ilikuwa imesinyaa kama mpira uliopasuka na pua yake ilikuwa bapa. Ile ngozi ilikuwa inatoa harufu kali ya uvundo wa asidi. Mary alikuwa ameshikilia suti ya kibinadamu ya mchawi. Kwa mshtuko mkubwa, Mary alidondosha ile ngozi sakafuni. Kichefuchefu kikali kilimkamata. Sasa alijua ukweli. Sozi hakuwa akiwalinda na majini. Sozi alikuwa ndiye jini mwenyewe. Akiwa bado amepigwa na butwaa, Mary alisikia sauti ikitoka kule choo cha nyuma. Ilikuwa ni sauti ya mtu akigugumia kwa lugha isiyoeleweka, ikifuatiwa na sauti ya kusaga meno. Hofu ilimpa ujasiri wa kijinga. Mary alitoka kuona hicho kiumbe kinafanya nini. Alitoka nje ya bweni kwenye mvua iliyokuwa inanyesha. Alitembea kimya kimya kufuata ukuta mpaka alipofika kwenye lile jengo la choo. Taa moja mbovu ilikuwa inawaka na kuzima kwenye korido la choo. Mary alichungulia kupitia tundu la mlango kwenye choo cha mwisho kabisa. Kile alichokiona kilimfanya akate tamaa ya maisha. Kile kiumbe chekundu kilichokuwa kikimiliki ngozi ya Sozi kilikuwa kimekaa kimchuchumia juu ya shimo la choo. Mikono yake iliyokuwa na kucha ndefu nyeusi ilikuwa imeshikilia picha ya wanafunzi mbalimbali waliokuwa wakifanya vizuri darasani, ikiwemo Mary mwenyewe. Kiumbe hicho kilikuwa kinakata kucha zake na kuzichanganya na damu iliyokuwa inatoka kinywani mwake, kisha kikitema mchanganyiko huo juu ya zile picha, huku kikinong'ona maneno ya laana. Kile kiumbe kilikuwa kinanyonya nyota na akili za wanafunzi wenzake. Ghafla, simu ya Mary aliyokuwa ameishikilia mkononi ilianguka chini na kugonga sakafu na kishindo kikasikika. Sauti ya kile kiumbe kusaga meno ilisimama hapo hapo. Kiumbe kile kiligeuza shingo yake kwa haraka na kutisha na kutazama moja kwa moja kwenye ule mlango aliyokuwa amesimama Mary. Macho yake hayakuwa na mboni, yalikuwa ni matundu meusi yaliyotoa moshi mwembamba. Kiumbe hicho kilitoa sauti ya mguno mzito kama wa mnyama aliyejeruhiwa, kikijua fika kuwa siri yake imefichuka. Kiumbe hicho kilipiga kelele za kigugumizi, sauti iliyotoboa ngoma za masikio ya Mary. Mary hakusubiri tena. Hofu ya kifo ilimpa nguvu ya ajabu miguuni mwake.
aligeuka na kukimbia kwa kasi ya upepo, akipiga mayowe ya nguvu yaliyoamsha shule nzima. Alisema, msaada, msaada, Sozi ni mchawi. Mary alipiga kelele huku akijigonga kwenye milango ya bweni. Taa ziliwashwa haraka haraka. Matroni, mlezi wa wanafunzi, alifika akikimbia akiwa ameshika fimbo kubwa, akifuatiwa na mlinzi wa shule aliyekuwa na tochi. Walimkuta Mary akiwa ameanguka sakafuni ndani ya bweni, akitetemeka mwili mzima, huku povu jembamba likimtoka mdomoni. Alikuwa akielekeza kidole chake kwenye uvungu wa kitanda cha Sozi, akisema, ngozi ameiacha hapo, ngozi ameiacha hapo, yuko kule chooni anaroga. Mary alilia kwa nguvu huku akijikunja kwa uoga. Matroni akiwa na wasiwasi na hofu alisogea kwenye kitanda cha Sozi, alimulika tochi uvunguni. Wasichana wote walisogea vichwa vyao kutaka kuona, lakini hakukuwa na chochote. Ile ngozi ambayo Mary aliidondosha ilikuwa imeshatoweka. Kitanda cha Sozi kilikuwa kitupu, shuka zake zikiwa zimekunjwa vizuri kama vile hakuna mtu aliyewahi kulala hapo usiku huo. Mary, unaota nini wewe? Mbona uvungu mweupe? Matroni aliuliza kwa ukali, akidhani Mary anasumbuliwa na jinamizi. Mary akasema, hapana, nimeishika kwa mikono yangu. Twendeni chooni mkamuone, hana ngozi. Twendeni. Mary aliwasihi huku akivuta gauni la matroni ili kumridhisha na kuondoa hofu iliyotanda kwa wanafunzi wengine. Matroni aliongozana na mlinzi pamoja na kundi la wasichana kuelekea kile choo cha nyuma. Mioyo yao ilikuwa ikipiga kwa hofu. Walipofika, mlinzi alisukuma ule mlango wa mwisho. Choo kilikuwa kitupu, kiumbe kile hakikuwepo, lakini uthibitisho wa maneno ya Mary ulikuwa dhahiri. Sakafu ya choo kile ilikuwa imetapakaa damu nzito na yenye kunata. Kwenye kona ya ukuta kulikuwa na zile picha za wanafunzi ambazo kiumbe kile kilikuwa zina kiloga, zikiwa zimechomwa moto nusu na kutengenezwa kama vitu vyeusi vinavyotia kinyaa. Hewa ndani ya choo hicho ilikuwa nzito, ikinuka uvundo mkali sana wa nyama iliyooza. Wanafunzi walianza kulia kwa uoga baada ya kuona picha zao. Matroni alishikwa na bumbuazi, akishindwa kuamini kile macho yake yalichokuwa yakikiona. Uchunguzi ulifanyika usiku huo huo. Walikagua bweni zima, wakakagua mipaka yote ya shule iliyokuwa na uzio mrefu wa senyenge. Hakukuwa na dalili yoyote ya mtu kuvunja au kuruka uzio. Mlinzi wa getini aliapa kuwa hakuona mtu aliyetoka nje ya shule, lakini Sozi alikuwa ametoweka kabisa. Kiumbe kile kisichokuwa na ngozi kilijua kuwa kimeumbuka, kilitambua kuwa siri yake ya miaka mingi imejulikana na macho ya mwanadamu, hivyo kilikusanya ngozi yake na kutokomea katika ulimwengu wa giza ambako hakikutokea tena, bila kuacha alama ya miguu wala dalili ya kutoroka. Asubuhi yake uongozi wa shule ulipopiga simu kwenye namba za wazazi wa Sozi zilizokuwepo kwenye faili lake la usajili, zilipigwa na mshtuko mkubwa. Namba zile hazikuwepo, yaani zilikuwa hazijasajiliwa kabisa. Walipofuatilia anwani ya nyumbani kwao iliyoandikwa kwenye fomu, walikuta ni eneo la makaburi ya kale yaliyotelekezwa nje ya mji. Hakukuwa na mzazi, hakukuwa na nyumba. Shule ilikuwa imeishi na mzimu kwa miaka miwili. Tukio hilo liliacha kovu kubwa sana kwenye shule ya sekondari ya Kibo. Mary hakuweza tena kulala akiwa amezima taa. Kichefuchefu alikiona kila alipoona nguo imekunjwa na kuwekwa uvunguni. Kile choo cha nyuma kilibomolewa kabisa wiki moja tu baadaye, lakini hadithi ya binti mcheshi aliyevua ngozi yake kila saa 8 usiku iliendelea kuishi, ikawa ni fundisho la kutisha kwa kila mwanafunzi. Na hapo ndipo ukawa mwisho wa kisa hiki kifupi cha Sozi, binti ambaye anaweza kuvua ngozi yake na kufanya ibada za kichawi. Hata mimi sijui Sozi ni nani, labda wewe unaweza kumtambua au ukawa umesikia hadithi zake. Na ndiyo maana shule nyingi walikuwa wanakataza kuingia choo cha mwisho.
Nadhani hiki kisa nacho kimechangia. Nini maoni yako katika simulizi hii ya leo? Mimi naitwa Dingo OG. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tukutane tena katika simulizi inayofuata. DJ Toto Michelle, ndo baba la muziki, kiboko yao. Kusimamia the one and only DJ, all the way from Ohio. Ladies and gents, make some noise for DJ Toto Michelle. Kwa wale watakaohitaji huduma DJ Toto Michelle, ofisi yake iko wazi masaa 24, au waweza wasiliana na DJ Toto Michelle kwa simu namba 6143705386 au kwa njia ya email djtotomichelle@gmail.com. DJ Toto Michelle, ndo baba la muziki, kiboko yao. Kusimamia the one and only DJ, all the way from Ohio. Ladies and gents, make some noise for DJ Toto Michelle. DJ Toto Michelle, ndo baba la muziki, kiboko yao.